Baada ya mgogoro wa muda mrefu sana kuhusiana na mechi ya Simba na Yanga ambao ulitakiwa kuchezwa jana siku ya tarehe 8 March. Leo bwana Yanga pia wamekuja juu baada ya Simba kugomea mchezo, lakini pia Azam tuliona jana wametoa press ambayo inaelezea ni jinsi gani wamepata hasara kutokana na kugomewa kwa mchezo huo. Lakini kwa sasa kinachoendelea mtandaoni ni taarifa kwa umma ambayo imetolewa na timu ya Yanga ambayo inasema kwamba kamati ya utendaji wa Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 mwezi wa 3 kwa njia ya mtandao kujadili na kukubaliana mambo yafuatayo. Vitu ambavyo vimekubaliana, kwanza uongozi wa Yanga umetoa pole kwa mashabiki na wapenzi wa soka kutokana na gharama ambazo wamezitumia kutoka sehemu mbalimbali kwenda pale mkoani Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo hicho ndo kitu cha kwanza ambacho wamekubaliana kukisema mbele ya umma. Lakini pia cha pili, klabu ya Yanga imetoa ufafanuzi juu ya tukio ambalo lilifanyika ile siku ya tarehe 7 kwamba Simba kwa madai yao ni kwamba Simba kugomea mchezo ni kinyume na sheria kwa sababu barua za kukamilisha ili kupewa ruhusa ya kutumia uwanja kwa ile siku zilikuwa bado hazijakaa sawa, yani kuna namna zilikuwa hazijakamilika. Kwa hiyo walipokwenda pale, inaonekana uwanjani walikuwa hawajapewa taarifa kwamba Simba wanakuja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilitokea. Lakini kwenye kikao hicho wanasema kwamba pia wamekuja kukubaliana kwamba wamefanya tathmini kuhusiana na kile ambacho kimefanyika, na wamekuja kuona kwamba kuna madhaifu makubwa sana ambayo yamefanywa na bodi ya ligi kwa kushirikiana na viongozi wote, ya kuto kukaa na kutathmini tukio na kutoa maamuzi. Na mwisho wa siku tunaona bodi ya ligi ilikuja na press ambayo ilikuwa inahalalisha kwamba Simba walikuwa sahihi kugomea mchezo, lakini Yanga wanasema hiyo haikuwa sahihi hata kidogo. Kwa hiyo wameishutumu bodi ya ligi kuwa imefanya makosa makubwa sana, na sasa wamemdirect moja kwa moja mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa kushindwa kufanya uamuzi sahihi ya kuamua kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Na of course baada ya kujadiliana katika kikao ambacho wamekaa Yanga, bodi ya Yanga ambao ni kamati ya utendaji, wamekuja na solution 3 ama maamuzi matatu kutokana na kile ambacho kinaendelea. Kwanza wanasema klabu ya Yanga ipewe haki yake ya ushindi. Kama tunavyofahamu kwamba ikitokea mechi ama timu moja inagomea mchezo, ni kwamba ile timu ambao ni wenyeji ambao timu ambao imegomea inanyang'anywa alama 3. Alama 3 wanapewa ile timu ambayo itakiwa icheze nayo, lakini pia wanapewa magoli 3. Maana yake kwa maana hiyo ni kwamba kutokana na Simba kugomea mchezo, Yanga wanadai upewe ushindi wa mabao 3, lakini pia wapewe alama 3 katika mchezo wa ligi. Na kwa maana hiyo ni kwamba wakishapewa watakuwa wanaongoza ligi kwa utofauti wa mabao 7 dhidi ya Simba. Lakini pia maamuzi waliyofanya ya pili ni kamati imekubaliana kutokushiriki mchezo namba 184 ambao ni mchezo wa Simba na Yanga kwa tarehe yoyote ile ambao mchezo huu utapangwa. Kwa maana hiyo Yanga nao pia wamegoma kushiriki huo mchezo ambao utapangwa na bodi ya ligi. Lakini cha tatu ambacho ni kikubwa zaidi, Yanga wamekubaliana na wamesema kwamba hawana imani kabisa na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo ipo chini ya mwenyekiti Steven Mguto na katibu wake Almas Kasongo. Kwa hiyo wanaomba shirikisho la mpira wa miguu yani TFF waivunje ile kamati, lakini pia wateue viongozi wengine ambao ni waadilifu wenye nia njema kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wa Tanzania. Na mwisho kabisa wamemalizia kwa kuwaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa
mpira sasa wa Yanga waendelee kuwa watulivu, wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu ikiwemo masuala ya kudai haki ya Yanga yanafuata.